Basi hamjambo tena, habari ya leo karibu tena katika chaneli hii na kusalimu katika jina la Bwana. Siri inayoweza kuwafanya wengi mweze kufanikiwa na kufaulu katika maisha, yaani ufanisi wa halisi, ufanisi wa sawa, ufanisi ambao unaweza kuwa wa faida katika maisha yako. Unajua, kufaulu na kuishi muda mrefu, kufurahia kufanikiwa kwako, ni lazima kama mwanaume jaribu sana juu na chini uwe na mwanamke hata kama ni mmoja atakaye kupendeza katika maisha, mwanamke ambaye utakaye heshimu, utampenda na utamtunza kwa hiari ya moyo 100%. Kama Mungu akikusaidia, anaweza kuwa mama, anaweza kuwa dadako, anaweza kuwa mtoto wako binti, anaweza kuwa ni mke wako, au mwanamke ambaye Mungu atakuwa amekujalia kumpenda katika. Lakini kila mwanaume ni awe na mwanamke ambaye anaweza kumtunza, anaweza kumpenda, yaani mwanamke ambaye akiomba chochote, kama una uwezo unampatia. Wakati wowote mwanamke akikuuliza pesa na ni mke wako, ama mwanamke yule ambaye anakuuliza pesa, ni moyo wako unampenda, unamheshimu na kumtumaini katika kumpatia heshima yote, basi huyo mwanamke mpatie pesa. Mke wako akiuliza pesa na uko na uwezo wa kumpatia, mpatie pesa. Unaelewa? Mke wako akiuliza pesa na una uwezo wa kumpatia pesa, mpatie pesa. Watu wengi wanakosa kufanikiwa katika maisha kwa sababu ya kukosa kujua siri hii. Kila wakati mwanamke anapoongea, anaongea katika ardhi, anaongea akiwa ameambatanisha maongeo yake na ardhi, sababu mwanamke anaunganishwa na ardhi kuliko mwanamume. Unapompatia pesa, maombi yake yatakufanikisha. Maneno yake ya kusema ubarikiwe yatakufanikisha. Furaha yake itafanya ardhi kusikize sana. Furaha yake itafanya mambo yako yanayotakana kutoka kwa ardhi yafunguke zaidi. So jaribu juu na chini kuhakikisha unafurahisha mwanamke fulani katika maisha yako unapoishi duniani. Ili mambo yaweze kwenda sawa na wewe, furahisha mwanamke fulani katika maisha yako duniani. Maana huyo mwanamke, lolote atakaloliongea katika nchi ambayo imebeba, ina mimba na inazaa mambo ambayo unataka, inakuwa ni rahisi. Mwanamke akiongelesha nchi inamsikiza zaidi kuliko mwanaume akiongelesha nchi. Kila ambacho ningekusihi, usiwahi kuishi katika nyumba nzuri, nyumba ya maana, kama mama yako anaishi nyumba ambayo inatondokewa na maji mvua inaponyesha. Mambo yako ya maisha hayatakuwa ya baraka. Utakuta kuna sehemu katika maisha yako ambao haiendi sawa kabisa. Kila mwanamume ambaye anataka kufanikiwa na kutaka kuacha alama fulani ya maana duniani, ni lazima awe na mwanamke fulani katika maisha haya ambaye kwa kweli kabisa anamhezi, anampenda, anamheshimu kwa dhati. Unaona, anaweza kuwa mke wako, anaweza kuwa ni mamako, anaweza kuwa ni dadako, anaweza kuwa ni mtoto wako, lakini hakikisha una mwanamke duniani ambaye wewe mwenyewe unamheshimu. Unaona, kila mwanamke katika dunia hii ni kama shrine. Unajua shrine, sehemu ya kutolea ibada. Kila mwanamke ni shrine katika dunia hii. Mwanamke anapata kibali sana kwa ardhi kuliko mwanamume. Maana mwanamume hutoa mara moja tu anapotoa mchango wake kwa sadaka yake kwa ardhi. Wakati wa kutahiriwa anatoa mchango wake, lakini mwanamke kila mwezi anatoa mchango wake. Mwanamke anamwaga damu zake kila mwezi katika ardhi. Mwanamume wakati anatahiriwa tu ndiye anamwaga damu hiyo kwa mwaka pengine, lakini mwanamke anatoa kila wakati anatoa.
Je, una mwanamke katika maisha yako ambao unaweza kupointi mahali ukasema ule mwanamke kweli na mwenzi na mheshimu na nampenda, na huyo mwanamke akiniomba chochote wakati na uwezo huo nitamfanyia? Je, una mtu kama huyo katika maisha yako? Usikae katika maisha na kuhangaika, mwanaume mwenzangu, ukiwa unajua kuna mwanamke umemkosea mali, ama kuna mwanamke kama huyo mahali na haumjali, hauna haja ya kumtunza. Itakuletea balaa, itakuletea misukosuko, visirani, shida na matatizo mengi katika maisha. Unajua ni kwa nini Biblia inasema ya kwamba sisi wanaume tuishi na wanawake tukiwa na hekima na wao? Kwa sababu tusipokuwa na hekima na maarifa ya kuishi nao, maombi yetu inaweza kuzuiliwa haraka. Maombi yetu inaweza kuzuiliwa rahisi sana. Hiyo inatokana na vitu kama hivi ninafundisha. Unaona? Sasa mwanamume huwa hana life, he doesn't give life. Yani mwanaume hapeani uzima, ni mwanamke ndiye anapeana uzima. Mwanaume hapeani uzima. Wanawake wanafanya biashara na roho kwa muda mrefu. Wamefanya biashara na maroho, na ardhi ni roho, ni roho ya ardhi, earth, the spirit of earth, roho ya ardhi, na inaitwa motherland, haitwi fatherland. Haijawahi kuitwa baba, inaitwa mama, kwa sababu inazaa, na vitu vyote ambavyo mzee unahitaji, kijana unahitaji, hizo vitu vyote vinatokana na nini? Na ardhi. Ardhi ndio ina mimba, ndio inazaa, ndio ina mimba, ndio inazaa. So ukianza kutreat mbegu yake ambayo imeunganishwa na yeye vizuri, basi hiyo ardhi itakusikia rahisi na itakuzalishia haraka sana na kwa urahisi. Itakuzalishia haraka na kwa urahisi. Unaelewa? Sasa nataka uelewe kitu kimoja, ya kwamba agano ambalo unaangalia, ukienda katika ulimwengu ule mwingine wa giza, ukiangalia vizuri katika ule ulimwengu, wewe ukiwa kwa upande wa agano lile Kristo, utakuja kuona kwamba wale wenzetu walio upande ule mwingine katika upande wa giza, wanawake wanaofanya ushirikina na uchao upande ule wana nguvu sana kuliko wanaume walio upande ule. Hiyo ni kwa sababu ardhi inaambatana na wao, ardhi inawasikiliza sana, na ardhi inawahenzi sana. They cooperate, they support, they listen to them. Ardhi inawasikiliza. So mtu wa Mungu, nataka nikwambie, mwanamke alikubeba miezi 9. Mwanamke alikuzaa, alikuzaa, na mwanamke alipokuzaa baada ya miezi 9, uliingia katika tumbo ya mama mwingine ambaye anaitwa ardhi. Na hii tumbo ya mama mwingine ambaye anaitwa ardhi ndio tumbo ambayo unataka ikuzalia mambo yote mema unayoyataka hapa duniani. Wanaume wote wanaoishi katika dunia hii, wote wanaoishi katika anga hii ya dunia na chini ya mbingu hii, wanaishi katika tumbo ya mwanamke mmoja anayeitwa ardhi. Na hapa ndio utapanda vitu unavyovitaka na vitu unavyovitamani na vitu vinavyokusababisha kuishi na kufanikiwa katika maisha haya. Utavihitaji vyote, vitatokana na ardhi hii. So hivyo basi, ukianza kujua hivyo, itakusaidia kutunza mmoja wao ambaye ni mwanamke. Mwanamke si mtu wa kuchezea. Tunakuwa na hiyo ujinga ya kucheza na wao na kuwadhihaki na kuwafanya waumie na kulia, wakati tunakuwa wapumbavu katika ufahamu huu hatuna. Na baadaye tunalia sana matatizo yetu, hatujafanikiwa, hatujafaulu, ni kwa sababu hatujui kuishi nao. Lakini Biblia, kioo, neno la Mungu, inatuonyesha vizuri ya kwamba wanawake tukiishi nao vizuri, mambo yetu yatafanikiwa. Unanielewa? So unajua kwamba Biblia inaposema hivyo kwamba sijui kama mnaelewa wanaume, kwamba Biblia inasema mtu yeyote atakapovunja ubikira
wa mwanamke, basi na mpatie zawadi. Unajua wengi mlifanya hiyo, lakini hamukujali. Wengine mliwarep wakapoteza ubikira, wengine mlivunja ubikira wao mkarushia mikono, wengine yani hamukujali. Number one, haukuelewa mambo haya na kuambia, haukujua umuhimu wa kuheshimu na kumpatia zawadi. Kama kuna mwanamke ambao umewahi kukosea dunia hii na amekubeba kwa moyo akiwa amekasirika, basi naomba ukiwa una uwezo, nenda ukafanye amani na yeye. Kama umewahi kudisvirgin mwanamke yeyote, binti wa watu, na ukamwacha hivyo, mnunulie zawadi ama kila ambacho ataitisha. Kama una uwezo, utanunua hicho kitu umpatie, utakuwa umejiponya. Unasema lakini nilisamehewa, nilifanya bila kujua. Ulifanya bila kujua, Mungu alikusamehe. Lakini makosa uliofanya bila kujua ukasamehewa, sio kwamba haina consequences. Lazima ina matokeo yake. Na matokeo, ndio maana maandiko yanasema kila mtu apandacho ndicho atakachovuna. Ulisamehewa lakini utakivuna. Na ili uweze kusaidika katika mavuno magumu unayoyapitia, michongoma unayoipata katika dunia hii, inakuzalia, fanya amani na wanawake uliokosea, wale ambao ulivunja mioyo yao, uliwadisvirgin, uliwaondolea ubikira na hukuheshimu. So unaona hilo? Basi wewe uangalie kabisa, ukifanya hivyo uhusiano wako. Wanaume wengi hawafanyi vizuri kwa sababu ya nini? Kwa sababu hawajajua haya mambo. Wengine hamuendelee vizuri katika maisha kwa sababu mahusiano yenu ya nyuma mliyadharau, mkayatemea mate, mkakosana, wao wakaumia, wanawake wakabaki wakiumia, wakiwa katika uchungu. Wengine mmewapatika mimba mkawaacha, wengine mmewapiga mkakosana, wao mmefaulu katika maisha, mkawapiga teke mkawatupa. Sasa mnatafuta wengine. Unasahau kwamba ile nafsi iliyosimama na wewe ukafanikiwa maisha, sasa inatakana kutunzwa. Sasa na watuma wanaume wenzangu, mnanifuata wengi tu katika email, katika social media, katika WhatsApp, mnanifuata na kuniambia jamani, Dr. tusaidie tujue namna ya kufaulu. Nyumba yangu ina shida, biashara yangu ina hii, maisha yangu yako hivi, afya yangu iko hivi. Kama angalia katika moyo wako vizuri, uone kama kuna kitu kama hicho umewahi gafilikana na mtu wa kike aliyekuwa karibu na wewe, either mamako au dadako au mkeo au binti wako, something like that. Mungu akusaidie ukumbuke mahali ambapo unaweza kulikosea. Kama kuna msichana alitoka kwako, akaunganishwa na ardhi, akaanza kulia kinyume na wewe, na ardhi saa hii inakupinga, ardhi saa hii inakukataa, unapanga mambo haiendi, unapata pesa zinapotea kwa misukosuko na visirani vinatokea. Je, ukumbuke kwamba kiasilia tu watoto wanapenda mama yao kuliko baba yao. Hakuna makosa baba amefanya, hakuna makosa baba amefanya, ni asilia tu kwamba watoto wa kike na wa kiume wote wanapenda mama yao sana kuliko baba yao. Hiyo ni roho ya asili tu ndani yao, inawafundisha kwamba kuwa karibu na mama, wanamhitaji mama sana kwa ajili ya wao kufanikiwa katika dunia hii. Hakuna makosa mababa wamefanya, lakini umati wa watoto wengi katika dunia hii wanapenda kuwa karibu na mama. Unajua, walitundikwa mimba kwa mama, wakabebwa na mama miezi 9 au 8 na nusu, wakazaliwa katika mapaja ya mama, wakalelewa katika hiyo mapaja, wakanyonya matiti yake muda huo wote, alafu kila wakati wanaambatana wao, wanakuwa karibu na wao. Hawana makosa na baba yao, lakini hisia inaonyesha kwamba wanamhitaji mama zaidi. Na hata ukiangalia watoto wengi
wapoteza wazazi. Wazazi wa kiume wakipotea, wale wamama wanataabika na watoto hawa, mpaka unakuta finally wanakuwa watu wa maana katika maisha. Lakini wamama wakipotea na wawache watoto wadogo, mara nyingi hao watoto huhangaika sana. Manake huyu mzee ukimbilia uchukua wanawake wengine wasio na heshima ya mbegu ya huyu mzee ambaye ameachiwa. So inawaleta wale watoto kwa mateso. Unaona? Kama una shida yoyote na mwanamke yoyote dunia hii, usifurahie kwamba umemalizana naye. Hakikisha kwamba umemalizana naye kwa amani. Usifurahie kwamba ulimshinda. Tengeneza mambo yako mzee, uishi miaka mingi, uwe na afya nzuri, na ule chakula chako kwa amani na mke umpendaye. Uishi miaka mingi na watoto wako waparike baraka, wafanikiwe, mambo ya kuendee vizuri, na mwisho uone na amani na Mungu. Unanielewa mzee? Kila kitu ambacho unapata dunia hii kisikupe kiburi. Uzira kiburi wewe na magari na manyumba haya, tena sijui nini, mavazi yangu haya, sijui maringo haya, weka kando. We are just caretakers. Sisi tu ni wale watunzaji. Hakuna mtu yeyote ana chochote. Hakuna mtu ana chochote mzee. Nyumba ni kitu inakupa makao tu muda mfupi ambao unaishi duniani. Baada ya hapo utaondoka. Mke ni mtu anakupatia tu companionship wakati uko hai. Ida atakuondokea ama utamuondokea. Watoto ni wale unatunza tu ukiwa nao wakati huo, lakini si wako. Kila kitu si chako. Pesa ni makaratasi inayokusaidia kupata kile unataka wakati pale uko hai. Ukishaondoka dunia hii, haiwezi kutumika tena. Mtu mwingine ndiye atakuwa nayo. Na hiyo ndio mfurugu wa maisha. Unaona, maisha yenyewe si yako, mwili wenyewe si wako. Mwili wenyewe unang'ang'ania kila siku na kuua wengine ukifikiria ni wako. Hautakaa milele mzee. Anytime you can depart, anytime you can go. Na wako pia ukue chakula cha mchwa. So heshimu wengine mzee, wacha kuwa na majigambo. Umefaulu, hakuna kitu yenye umefaulu yenye mtu hajawahi faulu. Hakuna gari umeendesha yenye mtu hajawahi endesha. Kabla hujaiendesha kuna mwingine aliiendesha mbele yako. Unaona hiyo nyumba unafurahia, kuna mtu aliingia kwa hiyo nyumba kabla wewe. Kuna mtu alifurahia kama hiyo zaidi. So usiwe na majigambo. Kiburi wekeni kando wanaume. Kudharau wanawake na kukimbizana wasichana wengine, na wasichana wengine ni wanawake pia. Wengine mnawatia mamimba wakiwa wadogo, alafu mnakataa kuwasaidia. Wakienda kufungua maana mko katika mamlaka, mnaanza kufanya nini? Kutafuta njia za kuwaua. Chuma chenu kiko motoni. Masaa ni machache. Kila mtu atubu na kumrudia Mungu. Tafuta mambo yako yawe sawa na Mungu mzee. Wacha majigambo na pesa na mabilioni kwa account. Wizi utakupeleka mbali. Tafuta amani na wanawake. Usiwadhuru wanawake. Wameshikanishwa na ardhi. Unanielewa? Mwanamke anakubeba hiyo muda yote, anabeba mimba muda huo wote, anamzaa, unamlea, anakutunza kwa matiti mpaka unakuwa na muda. Na si hiyo peke yake. Wakati anazaa tena anapeana placenta pia, inazikwa katika ardhi. Unanielewa? Hiyo ni sacrifice ambao wanatoa. So ardhi lazima iwasikie zaidi. Ndio maana inaitwa mama. Itakuzalia michongoma usipomtunza vizuri. Ukimdharau na kumdhihaki na kumrundika matope. Lakini heshima yako kwake ni heshima kwa ardhi. Wale ambao mnadharau, nataka kuambia kwamba utaitwa na ardhi kabla wakati wako. The earth will summon you before your time. Be very careful. Success in this life, ili ufanikiwe, waheshimu. Kama kuna makosa yote mwanamke amefanya na mmekosana na ni kuachana, wachaneni kwa amani. Usiachane umepigana, umemruja, umempeleka huku na huku, umemtesa, umempatia mateso mengi, umemsumbua mpaka anahangaika, anakuwa ovyo, anakosa mwelekeo katika maisha. Ardhi itakuita kabla wakati.
na utakuwa na hukumu ya kujibu. Unataka kufanikiwa mzee? Kijana, unataka kufanikiwa? Mama, unataka watoto wako wa kiume wafanikiwe? Kaka, unataka kufanikiwa? Basi waambie wote, mtu yeyote wa kike ukimwona, mpe heshima zake. Mtu yeyote wa kike ni madhabahu ya uzalishaji, ni shrine ya maendeleo. God bless you. Asante kwa kunisikiliza. Tukutane kwa video ingine. Kila mwanamume anayetaka kufanikiwa vizuri, kihalali na kwenda sawa, na una mwanamke katika maisha yako, mheshimu, mpende na umtuze. Utapata kibali kwa ardhi na Mungu atakupa kibali, na ardhi itakuzalia matunda unayoyataka. Imejaa utukufu, imejaa nguvu, imejaa utajiri, imejaa mafanikio. Ardhi. Learn to respond to the earth based on the law of the earth. God bless you. Asante.